Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Ninaomba nisamehe. Naomba nitakase. Naomba nirehemu. Unihurumie Bwana Yesu. Matendo yangu ni machafu sana. Mimi ni mwovu. Ni mwenye dhambi. Ni mwenye dhambi nyingi. Baba, unajua uovu wangu. Umepatisha maisha yangu. Umeniweka shimoni. Umenipotezea muda. Nimekuwa mtu ambaye siendi mbele kwa ajili ya dhambi zangu. Katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante Kristo. Asante Jehova. Asante Mwokozi. Katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Naomba nitakase. Amen. Hallelujah. Praise God, bless you. Umependeza. Thank you, Dad. Thank you. You look so smart. Clap for praise. Thank you, Papa. Clap for them again and again. Amen. Protocol, you are so wonderful, so amazing. Protocol, God bless you. You look so smart. Pastors, God bless you. God bless you. Thank you for coming. Amen. Clap for yourself. God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Punga mkono wako juu. Sema Baba asante. Baba asante. 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 I greet you. God bless you. I do believe you are watching me wherever you are. May the Lord cover you and bless you. Amen. In Jesus' mighty name. So be careful. Let's go together step by step, and I do believe that something from God will amaze you. Amen. Popote ulipo, tuende pamoja. Mungu atabadilisha maisha yako. Unatazama uko Tanzania au nje ya Tanzania. May the Lord God bless you. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. You may be seated and God bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today, I want to teach a sermon titled The Prophetic Wisdom, Part 1 or Part 1. Praise God. And I do believe I'll be teaching Prophetic Wisdom Part 2, and then in Best Beach will be Part 3. So I want you to understand this very important, the prophetic wisdom, or the wisdom of prophetic. Amen. Amen. Or prophetic wisdom. So I'll be touching some things that is very, very, very important into our life. So I'll be touching things very crucial, very important, very amazing, very, very, very important in our life. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Amen. So there are some issues I'm going to touch, and that will change your life. Amen. So be careful. Amen. For listening the word of God. Amen. 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 So I want to teach something about prophetic wisdom, basically in the serpent wisdom, the wisdom of serpent, the wisdom of a snake. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Naeleweka eh? Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Leo naenda kufundisha hekima ya kinabii. Amen. O hekima ya unabii. Amen. 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 Are you listening? Yes. Prophetic wisdom. So nitatumia muda mfupi. I want you to be careful to understand this. Amen. Prophetic Wisdom. But nitafundisha kipengele cha kwanza kwa upande wenu. Amen. Amen. Na Kinyerezi nitafundisha kipengele cha pili na Mbezi cha tatu. Amen. Amen. So I want you to be careful. Amen. Wisdom, hekima ya unabii au ya kinabii. Amen. Usipotambua au prophetic, usipotambua hekima za kinabii itakusumbua sana. Amen. Amen. Just why kutembea kwenye move ya prophetic, kutembea kwenye neema ya kinabii inahitaji neema. Amen. 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 Kwa sababu Biblia inasema mmejengwa kwenye misingi ya mitume na nini? Na manabii. Na Yesu Kristo ndio jiwe kwa nini? La pembeni. Kwa hiyo kanisa lisipojengwa kwenye msingi wa kitume na kinabii, hilo sio kanisa. Should I tell you? Imeandikwa Efeso, si ndio?
Sasa nanyi mmejengwa katika msingi wa kutumia nini? Na kinabii, si ndio? Mmejengwa katika msingi wa mitume na nini? Na manabii. Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la nini? La pembeni. Rudia tena. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Wasomee. Rudia tena. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Rudia tena. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Na Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni. Soma wote Efeso 2:20. Efeso 2:20. I want you to learn something very important. Kuna maana inaelekea leo, kuna watu mtafanikiwa mpaka mtashangaa. Haleluya. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ndio. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Endelea. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Rudia tena. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Rudia tena. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Mmejengwa juu ya msingi au ya misingi ya mitume na manabii. Mmejengwa juu ya nini? Ya msingi ya mitume na manabii. Yaani kuna misingi ya mitume na manabii. Kwa hiyo wewe umejengwa juu. Yaani tuseme kuna msingi hapa, wewe ni tofali la juu. Kwa hiyo tuseme msingi ni juu, wewe ni tofali. Kwa hiyo umejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Amen. Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la nini? La pembeni. Nataka uwe makini kuelewa andiko hili. Kwa hiyo kanisa ni watu wa Mungu, si ndio? Kanisa ni mwili wa Kristo, si ndio? Sasa mwili wa Kristo ambao ni kanisa lazima lijengwe kwenye misingi ya mitume na manabii. Yaani mitume wanaweka msingi, manabii wanaweka msingi, wewe unajengwa juu yake. Amen. Naeleka vizuri? Amen. I don't know, mimi naongea nao ni jambo watu hawawezi kuifahamu. Mmejengwa juu ya nini? Ya misingi. Sasa lazima ujiulize, kila mtu ana msingi amejengewa. Yaani maisha yako haya ni matokeo ya msingi ulikojengwa. Amen. 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 Yaani maisha yako yote haya ulionayo, yote haya ni aina ya msingi ulionao. Biblia inasema msingi ukiharibika mwenye haki atafanya nini? Mshakusikia? Amen. Misingi sio msingi. Misingi imeandikwa misingi ikiharibika. Sio msingi, imeandikwa misingi. Sio msingi, misingi. Foundations. Misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Asa wewe umejengwa kwenye misingi ipi? That's why tunapata shida ya walokole, ya watu wengi. Amen. Amen. Mungu amanifesti, Mungu atokei kwao, hawamuoni Mungu kwa sababu ya aina ya misingi waliojengwa. Amen. Naeleka vizuri? Amen. Yaani tunapata shida kumbadilisha mtu amuone Yesu au ni malaika, aache dhambi kwa sababu ya aina ya misingi aliyojengwa. Amen. Yes, last week nijaribu kuambia kitu kwamba mimi nilipokuwa mdogo nilifundishwa Brian Deacon, yule mwigizaji, kwamba ndo Yesu. Amen. Kwa kwenye akili yangu nikiomba, ninachokiona kwenye akili namuona yule mwigizaji. Brian Deacon. Kwa nimekuwa namuona yule mwigizaji, nikamwambia usije kufanya upumbavu kumfanya mwanao, usije kufanya upumbavu. Narudia tena,
kumfanya mwanao aone mavideo ya Yesu, ya mavideo yafute kabisa, yasitokee. Amen. Yaani usije karuhusu mwanao atazame yale mavideo ya Yesu, yale mavideo yale. Wanasema mavideo ya Yesu yale. Msije ukakubali mwanao, kwa sababu mwanao atakuwa kwenye akili anamwabudu yule Brian Deacon akijua kama ndo nani, ndo Yesu. Hapa na uhakika watu mlio wengi hapa tukisema Yesu anakuja, kwenye akili yako anakuja ile picha la yule mwigizaji. Uongo kweli? Kweli. Ina sanity. Ni kweli. Yule jamaa ni muuni, ajimjui Mungu, alikuwa kama Kanumba, kama Joti, ni mwigizaji tu. Amen. Lakini sasa tumekuwa tunaona zile video, anapigwa, anaanguka. Kwa hiyo unaamini Yesu ana nywele ndefu, ana ndevu nyingi. You get the point? Kwenye macho yako ukianza kuomba Yesu nitokee, kwenye akili anakuja Brian Deacon yule mwigizaji. Naeleka hata kuna watu wengine wanafika mahali wanamwabudu Brian Deacon, wamtengeneza mpaka sanamu. Wanaabudu Brian. You get the point? Kwa wanaamini kwamba Yesu ndio yule Brian. Kumbe ni jamaa, ni mlevi, muuni, snitch. Praise God. Amen. 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 Yani, you get my point? Hiyo ndio mnamwabudu. Amen. Niko sawa eh? Amen. Kwa mtu hapo kimwambia kwamba okoka, amevaa kitu kwenye shingo kina picha Brian Deacon, na haelewi, ni mbishi. Sawa? Yeye amevaa kitu kwenye shingo kina picha ya Brian Deacon. Amen. You get the point? Amen. Na ukimwambia anakasirika, ataki. Na hapa wakisikia injili watanisema kwenye mitandao, I'm ready. Praise God. Amen. You get the point? Amen. Yani ni kwa sababu ya misingi mibovu. Kwa kuja kumbadilisha huyo mtu kumwambia Yesu mwingine hakuelewi. Amen. That's why ulikwenda kanisani na pombe unakunywa. Nilikuwa naongea na mwanangu mmoja juzi Beach, ananiambia baba, kuna mtumishi wetu mmoja, watumishi wa hizi. Amen. Amen. Anasema akija nyumbani anasema niandalie pombe yangu. Akishakunywa pombe na anakubaliki, yani anakubaliki, yani anakuja muandalie pombe, na mnafahamu mshawahi invite watumishi wa namna ile, si ndio? Anakuja kwako anasema weka baridi kama 4. Amje kuona eh? Umewaona? Ni mtumishi anasema kwamba niandalie zangu baridi ngapi? 4 na kitimoto pale. Akimaliza kula kitimoto na baridi, Serengeti sina nini, ndio anaanza kubariki. Inakubariki kwa jina la Baba na Mwana. Praise God. You get the point? Amen. Ni kwa sababu mmejengwa kwenye misingi ya Brian Deacon. Naeleka vizuri eh? Amen. Kwa sasa kuja kumbadilisha huyo mtu ambaye msingi umeshaharibika, tunapata shida. Na ndio maana mnatishiwa kwamba wale matapeli, wale waongo hawafai, wamepigwa maisha, kumbe wao ndio wamepigwa. Amen. You get the point? Amen. Alimradi tu uendelee kukaa kwenye misingi mibovu. Hawatamani ujue kweli. Yesu anasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka nini? Huru. You get the point? Amen. Kwa hiyo anasema ninyi mmejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. Kwa hiyo kanisa la Mungu la kweli linatembea kwenye misingi ya mitume na manabii. Hallelujah. Na Yesu Kristo ndio jiwe kula nini? La pembeni. Amen. God. Naeleka eh? Amen. Sasa hapa tunasumbuka na misingi mibovu. Kuinjilisha injili watu wakakuelewa Tanzania ni ngumu kwa sababu ya aina nini? Ya misingi. Nilikuwa taifa fulani mahali hiyo nchi. Yaani utumii nguvu kuhubiri. Nilienda kufungua kanisa kwenye hiyo nchi. Siku ya kwanza ni mahubiri. Siku ya kwanza tu watu kusanyika kama 50. Sijui mtu ni mara ya kwanza kwenye taifa na kufungua kanisa. Siku ya pili tumejaa. Yaani watu ukisikia injili wanakuelewa haraka kwa sababu wana misingi ya kitume na manabii. Hallelujah. Asa hapa Tanzania kwa sababu mmejengwa kwenye misingi ya kulogwa. Amen. Mmejengwa kwenye misingi ya kichawi. Ili muje kanisani mhubiriwe uchawi asubuhi mpaka jioni. Mnapenda hiyo? Baba sifa.
Amen. Lakini laiti mungejua kwenye misingi ya mitume na manabii, Biblia inasema na Mungu alituma neno lake kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamivu yao. Watu walikuwa kuja hapa kupokea wisdom, hekima. Amen. Ukipokea hiyo hekima, maisha yako yanabadilika, umepona sasa ile. Amen. Hallelujah. Are you listening? Amen. Leo nakuja kutafuta Panado. Dawa gani zingine? Panado, metafisini, metakeflin nyingine. Amoxicillin. Dawa 3. I don't know whatever the case. Unaweza kutafuta hiyo dawa zikusaidia tumbo, sio whatever. Amen. Mseto. Amen. Au je kukaa kujifunza ni hekima gani ilitengeza mseto? Amen. Ni hekima gani ilitengeza metakeflin? Wewe unameza tu wala besiva. Ila kuna watu fulani watengeza metakeflin. Kuna watu fulani mwaka 2019 wakaa kutengeneza corona. Walikaa kwenye industry wakaandaa kirusi kinaitwa nini? Corona. Kikawapiga watu wengi, bwana pewe sifa. Watu watakuangamiza dunia, wafanye biashara. Amen. Amen. They are so wiser. Amen. Amen. Yaani kuna watu wanatucontrol, wanatuendesha kwa sababu wana hekima kuliko sisi. Amen. Praise God. Amen. You get my point? Amen. Yeye kuna mtu amekuloga hapa kwa hekima zake. Amen. Hallelujah. Amen. You get my point? Amen. Sikana mtu ananielewa hapa. Sikana mtu ananielewa hapa. Nakuelewa. Sikana mtu ananielewa hapa. Yeye kuna mtu amekuzidi akili, amekutia jini. Praise God. Amen. Yeye mtu amekuwa na hekima ya kuweza kushughulikia usiku, akakukaba, akulisha nyama, akunyoa nywele. Wewe uje kunyoa nywele au kumkaba. Look this wisdom. Angalia hekima. Uko kanisani umelogwa. Unaomba nimelogwa. Jiulize huyu aliyekuloga ametumia nguvu gani, hekima gani? Why not you? Amen. Amen. Wewe ukifikiri Marekani, Urusi kutengeneza silaha. Amen. Amen. Ya kuangamiza Marekani, na Marekani tengeneza silaha ya kuangamiza Urusi. You get my point? Amen. Angalia wisdom. My God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Yaani kuna mtu alitumia hekima kufunga. Lazima una hekima kujifungua. Oh my God. Amen. Hallelujah. Are you listening? Amen. So unahitaji wisdom. Unahitaji hekima. Uko hapa, mimi maisha magumu, sifanikiwi, sina. You my God. Yaani kama kuna mtu alitumia hekima, wisdom kukufunga kawa hivi, usifanikiwe. Listen, duniani hamna jipya. Kama unatafuta magari watu wanayo. Amen. Kama wewe hauna, wao wanao. Amen. Kama una hela, kuna watu na mabilioni ya pesa, yani wao wanahangaika kutafuta milioni 1. Mwenzako anaenda kulala kwenye hoteli ya milioni 5 kwa siku, milioni 7 kwa siku. Amen. You get the point? Amen. You get my point? Yes. Kwa kuna wisdom tunaitaka, ila tumejenga kwenye misingi mibovu. Wangapi wanaelewa? Amen. Kwa hapa tunachoshughulika nacho ni misingi tuliyojengewa. Amen. Nilikuwa najifunza juzi, nilikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja, nilikuwa najadili naye. Nikamuuliza mtumishi, wewe unafanya nini? Sasa sina cha kufanya. Kama mpumbavu kwa akili una. Nikamwambia kesi kwa mpumbavu wako ulikotokea. Nikasema, hivi nafikiri mtoto wa Bakresa anafanya kazi gani? Mtoto wa Balesa anafanya kazi gani? Biashara. Wewe unafikiri anatembea na basha kama wewe? Yeye akiamka asubuhi anawaza viwanda, kampuni, biashara, si ndio? Amen. 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 You get my point? Amen. Unafikiri mtoto wa mkulima anawaza nini? Kulima. Kulima. Anawaza shamba. Hallelujah. Amen. Amen. You get my point? Amen. Mtoto wa mchawi, wa mganga wa kienyeji anawaza kuloga. Na ndio maana watu wote ambao wamekuwa kwenye nyumba za kiganga amkosagi majini. Haiwezekani nyumbani kwenu kuna mganga wa kienyeji ukakosa jini, haijawahi kutokea. Amen. Praise God. Amen. You get the point? Yes. Ni kwamba kama wewe nyumbani amkujenga nyumba nzuri, unawaza nini? Unaona kawaida, si ndio? Amen. You get my point? Listen, wisdom ya ajabu sana. Hivi assume ungekulia mahali kama Masaki,
nyumba ina gate ya nini? Ili ya remote. Si ndio? Remote na everything is good. Niambie kwa mara ya kwanza ungeenda kupanga, ungepanga wapi? Masaki. To be honest, ungepanga wapi? Masaki. Ungetafuta nyumba ya design ile, si ndio? Yeah, lakini angalia nyumba uliyoipanga wewe. Ni matokeo ya nini? Ya msingi. Amen. Unanielewa Amen. Unanielewa Amen. Kwa sikulaumu, anakuongea msingi. Praise God. Kwa hiyo wewe kama msingi wako ulikuwa ni mahali fulani kule. Amen. Amen. Unajua na wewe ukienda kupanga utatafuta mazingira ya namna ile kwa sababu ni aina ya msingi uliojengewa. Amen. Ipigie makofi kama uko hapa. Amen. You get my point? Amen. Naeleweka Amen. Naeleweka Yes. Kama uliolewa ulikaa kwenye msingi ambao baba anamkandika makofi mama, ngoja uoe. Utafanyaje? Utampiga mkeo. Kwa hiyo kana mume wako anakutanika makofi, hapana. Ni aina ya nini? Ya malezi misingi. You get my point? Amen. Naeleweka vizuri Amen. Naeleweka vizuri Amen. So foundation, asema nyinyi mmejengwa kwenye misingi ya mitume na nini? Na manabii. Misingi ya mitume na manabii. Asa kinachosumbua hapa kanisani ni misingi. Umejengwa kwenye msingi upi? Kuja kubadilisha watu umejengwa kwenye misingi ya dini. Amen. Kumleta kwa Yesu ni too much difficulty. Amen. Bwana pesa. Amen. Naeleweka vizuri Amen. Naeleweka vizuri Amen. Naeleweka vizuri Amen. Kwa ninyi mmejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. Sasa tunataka tuangalie ule msingi wa mitume na manabii. Na Yesu Kristo ndiye jikula nini? La pembeni. I want to have this wisdom. Nahitaji upate hii hekima ya msingi. Amen. 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 Usipovunja msingi, ndio maana Mungu alimwambia Yeremia, na alikuumba ili uvunje, ung'oe, ubomoe, uharibu, ili upande. Lazima uvunje misingi ya kwanza, ivunjike, iharibike, ili upande tena. Amen. Baba sifa. Amen. Anasema hauwezi kuchukua nguo mpya ukaweka kiraka kikuukuu, wala kiraka kikuukuu kwenye nguo nini mpya. Hauwezi kuchukua divai mpya ukaweka kwenye kiriba cha zamani, wala kiriba kipya ukaweka divai ya zamani, kitapasuka. Sasa wewe na divai mpya, kiriba ni cha zamani. Si ndio? Anasema hivi, hauwezi kuchukua nguo mpya ukaweka kiraka kikuu. Na hauwezi kuchukua kiraka kipya ukaweka kwenye nguo kuukuu. Si ndio? Ushasema maandiko na yafahamu. Wala hakuna atiaye divai mpya kwenye kiriba kikuu cha zamani. Si ndio? Maana kitapasuka. Au achukue divai ya kale akatia kwenye kiriba nini kipya. Naeleweka vizuri? Amen. Naeleweka Amen. Sikao naeleweka vizuri. Amen. Pastor tusomee pale. I think is the root. Mkono wako Joseph na Yesu. Bwana Yesu, naomba unisaidie. 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 Kuanzia leo. Kuanzia leo Unisaidie. 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 Kitabu cha Luka. Au soma Mathayo tu au Marko, whatever. You can read Mark, Marko 2:21 au Luka. Au Luka 5, you can read whatever. Anzia Marko 2:21. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Leo chukua vazi lako la zamani ukate nguo kuu, itapendeza? Hapana. Hakuna mtu afanya hayo. Kwa hiyo kama ni vazi kuukuu, unatafuta kiraka kikuukuu, si ndio? Ikiwa ashona kile kipya kilichotiwa huliharibu lile vazi kuukuu. Kwa ukichukua kiraka kipya ukaweka kwenye vazi kuukuu, lile vazi kile kiraka kipya kinaliharibu vazi. Kwa itaonekana kwamba vazi ni kuu, kiraka kipya, si ndio? Ataendana. Na pale palipotatuka huzidi. Na tatuka huzidi kwa sababu gani? Ukichukua nguo ishazeeka ukaweka kiraka kipya, si ndio? Itimizi itazidi kutatuka zaidi, kile kitenda kuwepo.
Amen. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Hakuna mtu anachukua divai mpya anatia kwenye viriba Vikuukuu. yaani viriba vya kunywea maji. Unachukua kiriba kipya unaweka divai nini? Kiriba kikuukuu unaweka divai mpya. Ikiwa hatia, ile divai mpya itavipasua viriba vile. Sasa ukichukua divai mpya ukaweka kwenye kiriba kikuukuu, amen, Amen. ile divai mpya itapasua kiriba. Hiyo ni wisdom, hiyo ni hekima ya ajabu. Yaani ndio mwanangu mzuri. Yaani huyu kama ni kiriba cha zamani, Ndio. leo nikiweka divai mpya huyu anapasuka. Ndio maana nahubiri hapa, kuna watu wanielewe kabisa. Amen. Sio kama kuelewa, hapana. Shida hii injili naiweka wapi? Kwenye kiriba kipi? Amen. Amen. Praise God. Amen. Divai ikamwagika na vile viriba vitaharibika. Kwa ukiweka hapa, nimehubiri mahubiri yote haya, miaka yote nahubiri, mtu abadiliki, yaani anaweza kupasuka, mambo yanaweza kuwa mabaya. Ila kuna mtu mwingine akisikia injili moja atamkuwa bilionea. Amen. 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 Kwa sababu kama kiriba ni kikuukuu, ukiweka mpya kiasi kitapasuka. Endelea. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya. Ila lazima uchukue kiriba kipya ndio utie divai nini? Mpya. That's why Biblia inasema tukiwa ndani ya Kristo tumekuwa viumbe vipya. Amen. Amen. Sasa hatuwezi kutia divai mpya kama hujawa ndani ya Kristo kama kiumbe kipya. Hallelujah. Amen. Amen. Are you listening? Yes. Uko hapa, lazima ukubali kuwa kiumbe Kipya. ili divai mpya ingie. Amen. Ulikuwa broko, ulikuwa maskini, au kuwa na pesa, umepigwa shetani, umelogwa. Lazima uwe kiumbe kipya ili kuloga kusiingie tena, usipigwe tena. Tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya. Ya kale yanapita. Hallelujah. That's why ukija kanisani, cha kwanza tunataka umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishampokea, ukafundishwa, ukabatizwa, unaanza kuwa kiriba kipya, then divai mpya inaanza kuingia. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. That's why nimeshangaa makanisa mengi, sio hili, sitaki kanisa kwa mataifa liwe hivi. Unashangaa makanisa, mchungaji anafurahi, anaona na upako, kuona watu wanapiga kelele kama na mapepo. Naeleka Amen. Kwa hiyo yani inaonekana kama ni upako, akiweka mikono watu wakadondoka. Hapana, huo sio upako. Amen. Yo my God. Yeye kuweka mkono mtu akapiga kelele sio kwamba ni upako. Nimemaliza. Yaani mtumishi ana upako huyu, akifanya hivi mkono watu wanadondoka. Huo sio upako. Amen. Yani ukiona mtu anapiga kelele, pepo, hiyo pepo haimaanishi pepo limetoka. Bado lipo ndani. Yaani kitendo cha kupiga kelele akascroll akapiga kelele akadondoka chini, kunadhihirisha huyo mtu ana pepo. Amen. Hiyo ni manifestation ya demons. Huo ni udhihirisho wa kwamba huyo mtu ana nini? Ana pepo. Kwa hiyo haimaanishi pepo limekwenda. Just why wewe unashangaa wanatoka kwenye makanisa yale wanakuja hapa, nikiweka mkono ana vibrate tena, akaenda kwa mchungaji mwingine ana vibrate tena, akaenda kwa mwingine anatapika. You get my point? Why? Ni kwamba huyo mtu hajapona, lakini aliyepona anakuwa kiumbe kipya, ana pepo, ana roho. Amen. Hallelujah. Amen. This is the wisdom. Yes. Amen. Amen. Kwa sio kwamba yani kanisa unafanya kazi yoyote, ukiona mchungaji asubuhi jioni yeye anatoa mapepo, kujua kanisa hilo ni la kipepo, kwa sababu sisi anasema naye alituokoa katika nguvu za nini? Za giza, akatuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana upendo lake. Ukishaingia kwenye ufalme huu hakuna jini, hakuna pepo, hakuna mkono, hakuna kulogwa, hakuna nuksi. Amen. Naeleweka Amen. Asa inawezekanaje
naye alituokoa katika nguvu za nini? Za giza. Akatuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa unawezaje ukawa na pepo kwenye ufalme wa Mungu aliye hai? Yaani ukiwa na pepo kanisani unamaanisha kwa Yesu na kama pepo. Amen. Yeye unamaanisha mbinguni kuna pepo. Amen. Ukija hapo unahitaji wisdom. Unaokolewa kutoka nguvu za nini? Za giza. Unahamishwa. Amen. Unaingizwa kwenye ufalme mpya. Ukitembea pepo likutazama nakimbia. Ukisimama washao nakimbia. Wajua untouchable, unstoppable, unreachable, unshakable, unfall down. Amen. Hallelujah. Oh my God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Punga mkono wako juu hivi. So you need a wisdom. Amen. Amen. Unahitaji wisdom. Amen. Unahitaji Wisdom. hekima. Praise God. Amen. Wakawa umeelewa? Eleweka vizuri eh? Eleweka vizuri eh? Amen. So tunapata challenge ya watu wengi kanisani, na ndio maana mkija hapa kwa sababu mmejengwa kwenye misingi isiyo ya kitume na kinabii. Amen. Amen. Kwa hata neno la hata prophetic ni uzao kinabii, mmekuja kwa nabii. Je, umejengwa kwenye msingi wa kinabii na kitume? Praise God. Amen. Neno la nabii ni sheria. Amen. Praise God. Amen. Watu wote hapa mngekuwa mmejengwa kwenye misingi ya kitume na kinabii. Yaani mngekuwa mna msingi wa unabii prophetic. Amen. Wote hapa mngekuwa mnatisha hapa. Amen. Wote hapa mngekuwa mshangaza watu hapa. Amen. Wote hapa mngefanya miujiza. Amen. Wote hapa mngefanikiwa. Wote hapa mngekuwa na mali. Mngekuwa na pesa, Amen. msingeishi maisha magumu hata kidogo. Hallelujah. Tunapambana kwa sababu hamjajengwa kwenye misingi ya kitume na kinabii. Amen. Mmejengwa kwenye misingi ya kulogwa, ya wachawi, ya wanga, ya dini. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. I remember one time in my life, because my foundation, kwa sababu msingi wangu ulikuwa ni wa kitume na kinabii. Amen. One time nilipokuwa advanced from 6. Amen. A man of God, mtumishi wa Mungu mmoja, aitamka neno moja tu kwangu, a single word. Amen. Hilo neno moja tu ndo mpaka leo naliishi. Lilibadilisha maisha yangu yote. Amen. Tulikuwa darasani wanafunzi form 6. Amen. Tulikuwa kama tunaita wasomi hawa, kwa tulikuwa tunaita wanafunzi wote wa form 6, chuo, degrees, wanafunzi wote. Niliamini mimi ndo nilimuelewa. Alisimama akasema wote akasema neno moja tu. Akahubiri akamaliza akasema, "You are the champion, 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 champion." Mimi ndio champion. Leo na maofisi yote champion, champion, champion. Hallelujah. Amen. Ale ofisi zangu zote za champion, champion, whatever. Zimesajiliwa hivyo. Ziko hivyo. Makampuni yangu yako hivyo. Why? I received one word, a prophetic, when I was from 6. Hallelujah. Amen. You need a wisdom. Amen. Ile kwa umejengwa kwenye msingi ya kiganga. Tusiba kuombea ibada ilikuwa ngumu. Leo mtumishi hajatoa pepo, yani Bwana pewe sifa. Amen. Lakini mtu mwenye msingi wa kinabii akipokea neno lolote anasema hili ni la kwangu hili. Akina nyumbani anasema mando zaka badekato makatosa parada lakota bayata lekota. Oh my goodness. Mande zaka bayanda mazaya. Amen. Lagoda zaya bayanda. Amen. Lekota sayanda. Amen. Mtumishi, mbona amenitabiria mambo hayajatokea, hayajawa? Ni kwa sababu haujajengwa kwenye misingi ya kitume na kinabii. Leo ungejengwa kwenye misingi ya kitume, ile neno ungesema hili alilolisema Bwana halitarudi bure, litatimia. Laka teka paka doko zaka leke. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Umejengwa, amekwambia unaolewa ukishajengwa katika msingi wa kitume na kinabii. You are a prophetic child. Amen. A prophetic offering. Amen. A prophetic child. Amen. A prophetic son. Amen. A prophetic offspring. Amen. Wewe ni kizazi cha kinabii cha kitume. Mwanangu, neno moja linabadilisha maisha yako yote. Unabii mmoja una change your entire life. Amen.
Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Neno moja la kinabii lina confuse, linabadilisha maisha yako. Unashangaa hata kutembea kunabadilika. Amen. Hata kukaa kunabadilika. Amen. Hata kwenda kunabadilika. Amen. A single word of prophetic. Amen. Unaliishi hilo. Amen. Nimeambia utafanikiwa. Amen. Unatembea unalaa zote. Kwa sababu unaliishi Amen. neno la kinabii. A Amen. prophetic wisdom. Amen. Aha. Amen. My God. My God. Amen. My God. Amen. Unasema nimeambia utafanikiwa. Hajasema shetani. Mungu amesema. He said it. He said it. Amen. Shetani niache. Amen. Natembea kwa nimeambiwa nafanikiwa. Amen. No matter what. Amen. No matter why. Amen. No matter how. Amen. No matter when. Amen. No matter where. Amen. I shall live a prophetic word. Amen. Anasema amtaishi kwa mkate tu. Bali Kwa kila neno kutokalo kinywa cha Bwana. hao tuelewe. Sema Shetani kwa sababu nyinyi amjui katika prophetic wisdom, amjui neno la kinabii, amjajia kwenye misingi ya kitume na kinabii, tunapata shida sana. Ndio maana mnatukana, mnasema vibaya. Yeye nimekuja kama hapo kwa waganga wa kienyeji. Amen. Amen. Praise God. Amen. Ni kwa sababu ya misingi mliotengwa mibovu. Yeye mtu unaangalia kiumbe anamwamini Brian. Amen. Amen. Deacon yule mwigizaji. Amen. Anatukana sisi na amevaa kidude shingoni chenye picha ya nani? Ya Brian. Ya Brian. Kama Yesu anakuangalia. Yesu namjua. Unamjua Yesu, unamjua Brian. Bwana pewe sifa. Amen. Na akuelewi. Na mbishi. Amen. Amen. Na mbishi nimwambia kama ni Bwana Yesu kwa mataifa yote. Usije nikakuona unafanya upumbavu wa watoto wako kuonyesha mavideo ya kipepo yale. Amen. Ya Yesu yale. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. You get my point? Yes. Ila kwa sababu ya misingi mibovu ameshakuwa kilima kikuu, ukijaribu kuweka divai mpya ni ngumu. Hapa tunafanya kazi kubwa kuja kuweka divai mpya kukaa. It is very very difficult. Amen. Lakini ngoja watoto ambao wamezaliwa kwenye prophetic. Amen. Amen. Wale watoto wakikuwa ni simple, wanafanikiwa kwa kasi, wanafika mbali kwa kasi. Why? Amen. Kwa sababu wamejengwa kwenye misingi ya kitume na kinabii. Ukitabiri neno analishika. Yes.